Ni ambacho chama kinakusudia kueleza Watanzania siku ya leo. Karibu sana Mheshimiwa Naibu. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania wenzangu, habari za asubuhi. Ninawakaribisha katika makao makuu ya chama chetu na asanteni kwa kuja. Kimaalum sana siku ya leo tungependa kuzungumza na Watanzania wenzetu kimaalum sana kuhusiana na tukio la mwanachama wetu mwanaharakati ndugu yetu Saidi Mpaluka Nyagali, maarufu sana kwa jina la Mdude Nyagali. Tungetamani sana kupaza sauti kuhusiana na jambo hili ambalo limetushika mioyo, akili zetu. Tumelizungumza ndani na limevuka mipaka. Limezungumzwa na taasisi mbalimbali za kimataifa ikiwemo Amnesty International, Human Rights Watch na mashirika mbalimbali na marafiki zetu wengine wengi tu kutoka nje ya nchi, kuhusiana na kutaka kujua yuko wapi Mdude Nyagali ambaye tarehe 2 mwezi wa 5 alivamiwa nyumbani kwake na watu waliojitambulisha kwamba ni maafisa wa jeshi la polisi. Kwa hivyo siku ya leo tunataka tuungane na Watanzania wenzetu na wanachama wetu walioko Mbeya, kanda ya Nyasa, familia yake, kwa maana mke wake ambaye tumekuwa na mazungumzo naye katika kufuatilia jambo hili. Tunataka tuungane kwa pamoja kupaza sauti na kulizungumza jambo hili katika engo ambayo ni serious. Kwa nitaelezea na kutoa ukweli wa matukio kadhaa na maazimio yetu kama chama, nini tunakitaka, nini kifanyike kuhusiana na kupotea kwa ndugu Mdude Nyagali. Kwa ikumbuke kwamba tarehe 2 mwezi wa 5 ndugu Mdude alivamiwa nyumbani kwake mtaa wa Luhanga, kata ya Iwambi, huko Mbeya mjini. Ilikuwa ni usiku wa tarehe 2 mwezi wa 5. Waliomvamia Mdude Nyagali walijitambulisha kuwa wao ni maafisa wa jeshi la polisi. Majirani walimtaarifu mwenyekiti wa serikali za mtaa ya Ivwanga ambaye alifika eneo la tukio usiku huo. Vile vile rafiki yake Mdude Nyagali aitwaye Abdukarim Juma alifika nyumbani kwa Mdude Nyagali usiku huo baada ya kupigiwa na mke wa Mdude Nyagali, baada ya kupigiwa simu. Mwenyekiti wa mtaa usiku huo aliwapigia simu polisi, kwa maana ya OCS wa kituo cha Iunga ambacho kipo umbali wa kutoka hapo kilomita 3 kutoka eneo ambalo tukio lilitokea, kwa maana ya mahali ambapo Mdude alivamiwa na kuchukuliwa. Hata hivyo OCS usiku ule alimjibu mwenyekiti wa mtaa Mdude, yule Abdukarim Juma, pamoja na mke wa Mdude Nyagali ambaye alikuwa na mtoto mdogo mgongoni mwake. Wakaelekea paka kituo cha polisi cha Iunga ambapo alimkuta OCS aliyewaeleza kuwa pale kituoni hana sehemu ya kuweka mahabusu, kwa hiyo hana mtu yoyote aliyeshikiliwa pale, na akawaeleza kuwa waende kituo cha polisi cha kati, Central Police, pale Mbeya mjini. Kwa baada ya kupewa taarifa hiyo, mwenyekiti wa mtaa alisema yeye anaishia pale, hawezi kwenda kituo cha polisi cha kati, yani hapo Central Police, na hivyo Abdukarim na mke wa Mdude Nyagali walilazimika kuondoka wenyewe eneo hilo la hapo Iunga na kwenda kituo cha kati cha polisi, Central Police. Walipofika kituo cha kati, walipokelewa na kueleza tukio kwa askari wa zamu, lakini walijibiwa kuwa hakuna mtu wa namna hiyo ambaye ameletwa kituoni hapo. Walisisitiza kupatiwa msaada wa polisi bila mafanikio, na hivyo wakalazimika kurudi nyumbani.
Baada ya kueleza tukio lote hilo, hawakupata msaada wowote. Kwa hivyo mke wa Mdude na Abdul Karim rafiki yake Mdude wakarejea nyumbani. Mwenyekiti wa mtaa naye alirudi eneo la tukio na kuamuru wananchi waliokuwa wamekusanyika eneo lile watawanyike, wakaendelee na majukumu yao, na yeye akaondoka. Alipopigiwa simu na katibu wa mkoa wa Mbeya pamoja na waandishi wa habari kuwa mbona haonekani eneo la tukio, alisema kuwa ana kikao muhimu cha Chama cha Mapinduzi maeneo ya Sabasaba, kwa hiyo naye akaondoka. Tukio limetokea kwenye mtaa wake na watu wamekusanyika kwa taharuki, na mwenyekiti huyu akawa ameenda kutoa maelekezo kwamba watu watawanyike wakafanya shughuli zao. Katibu wetu wa mkoa wa chama alimpigia mtendaji wa kata ambaye alifika na eneo la tukio, na kisha akaondoka, na kwa pamoja baadaye tena RCO wa mkoa wa Mbeya alifika eneo la tukio majira ya saa 4 hivi, akiwa sasa wameongozana na viongozi ambao walikuwa wamewafuata, wakawa wamefika eneo la tukio pamoja na watu ambao walikuwa wamekuja kuchukua sampuli mbalimbali, yani DNA kwa ajili ya kupima damu na sampuli kama sehemu ya awali ya uchunguzi wa jambo lenyewe. Sasa baada ya pale pakatokea ukimya tu. Baada ya kuchukua sampuli pakatokea ukimya, na hakuna aliyekuwa anatoa maelezo yoyote, hakuna ambaye alikuwa anajibu jambo lolote. Tarehe 3 mwezi wa 5, yani kesho yake, ofisi yetu ya chama ya kanda ilipokea taarifa kutoka kwa mmoja wa mwanachama wetu aliyejulikana kwa jina la Ezekiel Sheyo. Huyu ndugu Ezekiel Sheyo alisema kuwa tarehe 30 mwezi wa 4 alikutana na watu wawili aliowataja kuwa ni Afande Shabani Chalo na Veda, ambao wote wanafanya kazi katika ofisi ya RCO hapo mkoa wa Mbeya. Watu hawa walikuwa wakimtafuta kwa njia ya simu kwa siku kadhaa, wakihitaji kuonana naye. Hivyo hiyo tarehe 30 mwezi wa 4 akakutana nao eneo la Sokomatola pale Mbeya. Afande Shabani ndiye aliyekuwa mzungumzaji katika hicho kikao cha mazungumzo, na alimtaka Ezekiel amuonyeshe nyumbani kwa Mdude Nyagali kwa madai kuwa kuna kazi ya kijasusi ambayo alitaka kuifanya. Hata hivyo Ezekiel alikataa na kumweleza kuwa hafahamu anapoishi Mdude. Afande Shabani alisisitiza kuwa kuna hela nzuri na kwamba Ezekiel ataje kiasi chochote cha fedha anachohitaji atapatiwa. Kwa Ezekiel aliendelea na msimamo wake kuwa hafahamu anapoishi Mdude Nyagali na kwamba hiyo kazi ya kijasusi ataweza kuifanya. Afande Shabani na mwenzake waliondoka na kumwacha Ezekiel eneo lile ambapo yeye ambapo naye baadaye aliondoka. Kwa mara baada ya kuachana na askari hao ambao Ezekiel anawatambua kwamba ni askari na walijitambulisha kwake kwamba ni askari kutoka ofisi ya RCO, Afande Shabani na mwenzake Veda. Kwa baada ya kuachana nao au askari, Ezekiel alienda kwa mwanachama mwenzake kumjulisha mazungumzo aliyoyafanya na Afande Shabani. Kwa kuwa simu yake haikuwa na muda wa maongezi, alimsihi mwenzake ampigie mtu mwingine ambaye atatuhakikishia kuzifikisha taarifa hizi kwa Mdude Nyagali. Zungumza leo tarehe 10, ndugu Mdude Nyagali hajulikani alipo. Wote tuliona video ambayo ilionyesha kutoka pale nyumbani kwake damu nyingi, na ukiangalia ile damu iliyomwagika pale nyumbani na mwendo
waliotembea mpaka kumfikisha aidha kwenye gari, ile damu iliyomwagika, na humo ndani ya gari hiyo damu ambayo iliendelea kumwagika mpaka wakafika hapo walipofika, maana yake ni kwamba ndugu Mdude alikuwa amejeruhiwa vibaya sana. Vibaya sana. Na hadi hivi leo tunavyozungumza, ndugu Mdude hajulikani alipo. Maisha ya Mdude yana thamani sana kwa mke wake, kwa familia yake, kwa watu wake wa Mbeya, kwa Chadema na kwa taifa hili, na kwa Mungu wake ambaye anamwabudu. Kwa hivyo tunapaza sauti kuyalilia maisha ya Mdude, kwamba yuko wapi ndugu Mdude ambaye amekamatwa, amepigwa na amechukuliwa na watu waliojitambulisha kwamba ni askari polisi. Kwa hivyo jitihada mbalimbali zimefanyika kwa viongozi wa kanda ya Nyasa, na zimewasilishwa shahidi mbalimbali na fununu kutoka kwa wasamaria wema ambazo zimelenga kutoa japo mwanga kidogo kuhusiana na alipo Mdude. Kwa jitihada zote hizi, ikiwemo wanachama na viongozi kuzunguka katika misitu, mapori, mito, maporomoko ya maji, milima, kwenye vichaka, kwenye mapango. Jitihada zote hizi ambazo zimeongozwa na viongozi wetu wa kanda ya Nyasa, viongozi wa mikoa na wilaya mbalimbali na mikoa jirani, ambazo zinaonyesha na kulilia thamani ya maisha ya Mdude. Na tumekuwa na mazungumzo pia kupitia viongozi wetu wa chama, wa kanda na wa mikoa, mazungumzo na RPC, mazungumzo na RC, RCO, askari kutoka makao makuu ya Jeshi la Polisi Dodoma wamefika, mazungumzo ambayo katika hatua ya sasa tunasikitika kwamba hayajazaa matunda yoyote. Tulitarajia Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya na maafisa wa polisi waliotoka makao makuu ya Jeshi la Polisi kuzifanyia kazi zile taarifa ambazo zimewekwa mbele yao, kwa habari ya maafisa hawa wawili waliotajwa, kuwafuatilia, kuwajua. Lakini jitihada zote hizi hazijazaa matunda. Wananchi wa kanda ya Nyasa na wageni mbalimbali kutoka mikoa ya jirani, hadi tunavyozungumza, wameamua na wamekusudia kuweka kambi kutoka tarehe 3 mpaka hivi tunavyozungumza. Wamegoma kuondoka kwenye ofisi za chama zetu za kanda pale Mbeya mjini, kuonyesha kwamba maisha ya Mdude yana thamani sana, na tunayalilia maisha yake, kutaka kujua yuko wapi huyu mtu ambaye anaonekana amepigwa na kujeruhiwa kikatili namna ile. Katika siku za hivi karibuni, wasamaria wema wamejitokeza na kutupatia majina ya washukiwa, mbali na Shabani Chalo, lakini kuna majina mengine tena ambayo viongozi wetu waliyafikisha kwa RCO, RPC na ile timu iliyotoka makao makuu, kwamba katika nyongeza ya ndugu Afande Shabani na Vedastus, hawa ni watu wanashukiwa. Wafanyeni upelelezi, ufuatilieni kuhusu wao kuhusika na tukio hili. Lakini tunasikitika kwamba juhudi zote na taarifa zote hizi ambazo zimetolewa hazijazaa matunda. Hazijazaa matunda. Chadema hatujaridhishwa na namna Jeshi la Polisi linavyoshughulikia jambo hili. Polisi hawaonekani kabisa kuweka nguvu katika kumtafuta Mdude Nyagali. Wanatushangaza na wanatupa fadhaha. Tunapohoji kwa nini hawamtafuti Mdude
wanawekeza nguvu nyingi kumpata shahidi wa kwanza, bwana Ezekiel. Taarifa zote hizi, majina yote haya ninayoyataja, ni taarifa ambazo ndugu Ezekiel alizisema, na alizisema mbele ya vyombo vya habari. Majina yote haya ninayoyataja ni taarifa ambayo ndugu Ezekiel alisema, alirekodiwa mbele ya vyombo vya habari. Akaonyesha mpaka na namba za simu, kwamba namba hii hapa ya Afande Shabani, namba hii hapa ndio walionipigia simu, nilikakutana nao na ndio wanaohusika na tukio hili. Pamoja na taarifa zote hizi kutolewa, lakini tunasikitika kwamba jeshi la polisi hawaonyeshi kabisa kuhangaika na kuwatafuta hao watu, kuanzia kwenye namba ya simu ya kwamba huyu mtu ndiye aliyempigia Ezekiel. Wafuatilie kuanzia pale, wafanye uchunguzi kuwapata watu hawa, lakini jeshi la polisi halionekani kabisa kushughulikia jambo hili. Sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, chama chetu, tunatoa maelekezo na wito. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, tunawaomba watumishi wa umma mliopo mahospitalini, vituo vya polisi, magereza, mipakani na maeneo mengine mbalimbali ya nchi, tunaomba mtusaidie kwa haraka sana kupata taarifa zozote zinazoweza kufanikisha kupatikana kwa ndugu Mdude Nyagali. Mdude Nyagali ni mwanachama wetu, lakini ni baba, ana mke, ana watoto na ana mtoto mdogo nyumbani kwake. Wakati anavamiwa alikuwa yuko nyumbani na mke wake na mtoto mdogo. Alipigwa na kujeruhiwa mbele ya mke wake na akachukuliwa na yupo kwenye mikono ya watu waliotambulisha kwamba wao ni askari polisi. Kwa ninawaomba watumishi wa umma, mtakapopata wito huu na kujua na kupata taarifa ya kwamba Mdude yuko wapi, aidha katika maeneo haya niliyoyataja, tafadhali tupeni taarifa. Maisha ya Mdude yana thamani sana kwa mke wake, kwa familia yake, kwetu sisi Chadema, kwa taifa hili, na maisha yake yana thamani sana mbele za Mungu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuonyesha sio kwa mlingano, kuonyesha kwamba maisha ya Mdude yana thamani sana, sio kwa kulinganisha kwa hiki nitakachokitaja, kwamba tumetoa shilingi milioni 10 tumeziweka pembeni kwa mtu yoyote, Mtanzania yoyote atakayeweza kutusaidia taarifa za uhakika kuhusiana na anaposhikiliwa ndugu Mdude Nyagali, Saidi Mpaluka Nyagali. Taarifa yoyote ya uhakika anaposhikiliwa, yuko wapi, basi tumeweka shilingi milioni 10 kwa ajili ya jambo hili. Maisha ya Mdude yana thamani sana. Ameumizwa mmoja, tumeumizwa wote. Amepotea mmoja, tutahangaika kumtafuta. Na hii ndio kanuni ya kimungu. Kondoo mmoja amepotea, unawaacha 99 unaenda kumtafuta mmoja, kuonyesha thamani. Maisha ya Mdude yana thamani sana. Kwa hiyo kama chama na wanachama tutayapigania, tutapaza sauti. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, tunakusii afande IGP, ndani ya masaa 72 tunakusihi sana uzungumze kuhusiana na swala hili.
tunakusii sana afande IGP, maisha ya Mdude yana thamani sana, maisha ya Watanzania wenzetu wengi yana thamani sana. Kwa tunakusii jambo hili liwe la muhimu sana kwako. Na Watanzania wenzangu, tarehe 12, nazungumzia kwa habari ya kesi tulizonazo mahakamani. Tarehe 12 tuna kesi inayokwenda kusikilizwa ambayo aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hiki Said Isa Zanzibar pamoja na wenzake wamefungua kesi dhidi ya Chadema. Na hivyo nichukue fursa hii, kama ambavyo katibu mkuu wa chama chetu Mheshimiwa John Mnyika jana kwenye hotuba yake alizungumza akiwa Bukoba, aliwaalika wanachadema na Watanzania wajitokeze kufuatilia kesi. Ni kesi ambayo ni ya chama, kwa hiyo ina interest kwenu. Ni kesi ambayo ina sababu zote kwa ninyi wanachama kuifuatilia na kujua. Kwa hivyo ninawaalika wanachadema na Watanzania wote na ninyi waandishi wa habari tarehe 12 tukutane mahakama ya Kisutu kwa ajili ya kufuatilia shauri hili. Lakini pia niwaalike wanachama wote tarehe 19 mwezi wa 5, tarehe 19 mwezi wa 5, nawaalika wanachama wote, viongozi wote tarehe 19 kwenye kesi ambayo itaanza sasa kusikilizwa, kwa maana ya kusomwa maelezo ya awali ya Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wetu. Mahakama iliamua, na tunaishukuru mahakama kwamba kwenye jambo hili imejielekeza vizuri, na tumepokea uamuzi huu ambao ndio uamuzi wa haki. Na mahakama imesema wananchi wasizuiliwe kuja, lakini pia na Mheshimiwa Lissu kesi yake ataletwa mahakamani na haitafanyika kwa njia ya kimtandao. Kwa hivyo wanachama wote niwakaribishe tuje mahakamani, tusikilize kesi hii, tufuatilie, tuje kwa amani kama ilivyo kawaida yetu. Kwa hiyo tunawasihi sana polisi, msituchokoze, tusichokozane, tuheshimiane. Tusichokozane na tuheshimiane. Sisi tutakuja kwa amani, tutasikiliza kesi, ikimalizika tutaondoka zetu. Kwa hiyo polisi, tafadhali tuheshimiane mjini hapa, tusichokozane. Kwa hiyo tuje, na ninaisihi na kuiomba mahakama pengine izingatie ushauri ambao tumeutoa mara kadhaa kwamba chumba kinaweza kuwa kidogo, basi waweke speaker nje ili ambao watakuwa wako nje waweze kufuatilia kwa amani na kwa utulivu, ili basi safari hii hebu tuonyeshe, tusitengeneze saga, tusitengeneze situations ambazo zinatia aibu, zinatutia aibu, hazionyeshi ufahari, ujasiri wowote. Polisi kuja in full gears, mbwa, farasi, magari ya washawasha. Hayo maonyesho hayo yapelekeni Kongo huko na Darfur. Sisi tumeenda kusikiza kesi tu. Kwa hiyo tafadhali tunawasihi, sisi tutakuja kwa amani, kwa hiyo tusichokozane. Alafu tuone kama mambo hayataenda vizuri na tutamaliza kwa amani. Baada ya kusema hayo, ninawashukuru na asanteni kwa kunisikiliza. Ndugu waandishi wa habari,